Na Imam Ghazali alayhi rahmatullah katufungulia, katuondoshea ule ukungu wa ufahamu, akasema kuwa amali kadri inavyokuwa kubwa katika macho ya mfanyaji, ile amali ndio kadri inavyokuwa ndogo kwa Mwenyezi Mungu. Yaani kadri unavyoona wewe umemsaidia mtu, unaona umemsaidia sana hivi, umemsaidia sana hivi, kadri ule ukubwa wa amali yako unavyoona, ndio kadri wa amali inavyokuwa ndogo kwa Mwenyezi Mungu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Na miongoni mwa ishara zinazoonyesha kwa amali yako imekubaliwa, baadhi ya watu wakasema ni ile amali unayofanya kutoiona. Yaani ukiswali, yaani ile swala usiione, ukitoa sadaka, ile sadaka isiki katika akili yako, wala usiimani, usitengenezee picha katika macho yako wala fikra zako, yaani uwe kama hujafanya. Ukiona uko katika hali hiyo, umefanya lakini utojifanya unaona kama hujakifanya kabisa, basi fahamu amali yako Mwenyezi Mungu amekubali. Lakini ukiona umefanya, ulichokifanya unakiona tena kwa ukubwa, katika big picture kama wanavyosema Waingereza, katika sura ukubwa umefanya kweli, wewe hiyo bado hujafika kwa Mwenyezi Mungu. Hiyo yako sio ya Mwenyezi Mungu. Ndugu zangu, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala yakubali tuliyofanya. Ndugu zangu, Ramadhani imemalizika, lakini aliyeagiza tufunge ndani ya Ramadhani yeye hayyun la yamut. Yeye ile hali ya ucha Mungu, integrity, ukisi Mwenyezi Mungu anakuona, unaogopa kunywa maji huko peke yako chumbani, glasi ya maji kunywa, Mwenyezi Mungu ananiona, kila nifukulie ule chakula, ule polao katika friji kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Yule Mungu uliokuwa unajichunga kwa ajili yake ndani ya Ramadhani, yeye hafi, yeye yuko. Ile hali istastahili endelea kuishi nayo ndani ya Ramadhani, sababu lengo la Ramadhani ni kuandaa tujue kuishi kama tulivyoishi ndani ya Ramadhani katika miezi mingine. Tusaidiane kama tulivyosaidiana ndani ya Ramadhani, na hasa katika kipindi hichi ambacho nchi zote duniani hivi sasa zimeathiriwa na vita inayoendelea kati ya Irani, Israeli na Marekani. Hali zimebadilika kidogo za kiuchumi. Kipindi hiki ndicho kipindi ambacho tunatakiwa tuonyeshe ile hali ya umoja wetu, kushirikiana, kusaidiana, kutambulizana, na hiyo ilikuwa hali ya masahaba wa Mtume Muhammad